Taarifa yake Nura Mohamed inatupeleka kwenye taarifa ya mwisho kabisa kutoka katika mkoa wa Mara, ikiwa inaeleza kuwa kufuatia kuwepo kwa changamoto za ukosefu wa huduma bora ya afya, elimu pamoja na maji pamoja na miundombinu, ambapo swala la upatikanaji wa huduma hizo ulikuwa kitendawili kwa wananchi wa halmashauri ya mji wa Tarime uliopo mkoa wa Mara, ambapo kwa sasa zaidi ya wakazi 100,000 wameondokana changamoto hizo kwa kipindi cha miaka 4. Huyu hapa kwa taarifa hiyo. Mwaka 2020 alipochaguliwa Michael Kembaki na kisha kuapishwa kuwa mbunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kembaki akaanza kukitendea kazi kiapo chake na nia yake ya dhati kuwatumikia wananchi wa jimbo la Tarime mjini katika kuwaletea maendeleo wana Tarime mjini. Utekelezaji huo umefanikiwa kwa 95%, zikiguswa nyanja zote muhimu za kipaumbele, ikiwemo upatikanaji wa huduma bora za afya, uboreshwaji wa miundombinu ya sekta ya elimu pamoja na ubora wa elimu yenyewe, pia upatikanaji wa kutosha wa maji safi na salama, na upatikanaji wa uhakika wa nishati ya umeme, pamoja na kutengeneza ajira katika sekta rasmi na sekta zisizo rasmi. Tukiangazia sekta ya afya, Mheshimiwa mbunge Michael Mwita Kembaki wakati alipochaguliwa mwaka wa 2020, jimbo la Tarime mjini lilikuwa linakabiliwa na changamoto lukuki za upatikanaji wa huduma za afya, ambapo kulikuwa na kituo kimoja tu cha afya cha Magena pamoja na zahanati 3 tu. Lakini hivi sasa tangu mwaka wa 2020 hadi hivi leo 2025 kuna ongezeko la vituo 7 vinavyotoa huduma za afya kwa wananchi wa Tarime mjini, ikijumuisha kituo kimoja cha afya cha Kibomaye na zahanati 6 ambazo ni zahanati ya Chomete iliyopo kata ya Sabasaba, zahanati ya Kebaga iliyopo kata ya Kenyamanyori, zahanati ya Masurura iliyopo kata ya Nyandoto, zahanati ya Nyagisese nayo ipo kata ya Nyandoto, zahanati ya Ronsoti iliyopo kata ya Nyamisangura, pamoja na zahanati ya Kibumaye iliyopo kata ya Ketare. Zahanati hizo zote hivi sasa zinatoa huduma kwa wananchi katika maeneo hayo. Ongezeko hilo limetokana na upatikanaji wa fedha kiasi cha shilingi bilioni 2,770,954,750 ambazo ni fedha kutoka serikali kuu pamoja na mapato ya ndani ya halmashauri ya mji wa Tarime. Ndugu wananchi, katika upande huu wa afya, sasa tumehakikisha kwamba hakuna mwananchi anayetembea zaidi ya kilomita 1 kwenda kutafuta huduma ya afya. Kwa mama wajawazito pamoja na wazee na wale ambao hawawezi kutembea mwendo mrefu, sasa wamepata suluhu, ambapo Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ameidhinisha zaidi ya shilingi bilioni 2 na milioni 770 kwa ajili ya ujenzi wa zahanati na vituo vya afya katika mji wetu wa Tarime. Wakizungumza kinaga ubaga, hawa hapa ni wananchi pamoja na viongozi wa mitaa iliyonufaika na huduma hizo za afya. Kwa majina naitwa Esther Joseph Machage. Tunamshukuru jirani yetu na mbunge wetu jengea zahanati, sasa hivi tunapata huduma karibu. Mungu aendelee kutusaidia. Kwenda Bomani tunatembea tena mguu, lakini sasa hivi tunamshukuru mbunge na mheshimiwa diwani na rais. Sasa hivi makao ni hapa. Mimi kwa majina naitwa Peter Robert Nchama, mwenyekiti wa mtaa Masurura, kata ya Nyandoto, halmashauri ya mji. Kwenye huu mtaa wangu miaka ya nyuma kulikuwa na changamoto kubwa sana, hasa za kiafya, wajawazito, watoto, hata namna ya chanjo. Tulikuwa tunatoka hapa kwenda Tarime mjini Bomani, lakini kwa huruma kubwa ya mheshimiwa Mikaeli Mwita Kembaki, kwa huruma yake na upendo wa wananchi, na aliguswa na hiyo adha baada ya kuwa ametutembelea, na wakati anatafuta kura ambazo hazikutosha, lakini hata hajawa mbunge
alikuja akatoa mchango, alitutembelea kaja, tukamwambia shida tunayopata, namna wa mama wetu anateseka katika kupata huduma ya kliniki watoto wetu, lakini alitusaidia sana na akatoa, kabla hata hatujaanza msingi alituchangia shilingi milioni 1. Baada ya kuwa tumeanza msingi, tumeanza tu ujenzi wa msingi, alikuja tena akatoa fedha ya kufyatua tofali za broko. Kwa mimi namshukuru sana Mheshimiwa Kembaki, ni mtu mzuri sana na ni mtu mwema na ni mtu anayependa maendeleo. Tangu akiwa si mbunge na mpaka alipokuwa mbunge tumeona juhudi zake. Yeye ndiye alianzisha chimbuko hili la kupata zahanati ya Masurura. Lakini jamii ilimueleza shida hizi na akahakikisha ameshirikiana na diwani na wamehakikisha tukaanza mradi wa maendeleo, na akawa ni wa kwanza kuchanga lori 9 za mawe. Lakini hakufikia hapo. Alionyesha juhudi baada ya kuwa mbunge, kuonyesha juhudi ya pili kuhakikisha tumepata tofali za kujenga, akachanga milioni 1 taslimu. Diwani wa kata ya Nyandoto, Mheshimiwa Frederick Sinda Sabega almaarufu Sonko, anabainisha miradi mikubwa iliyotekelezwa katika kata yake, hasa katika sekta ya afya. Kama mnavyoona hapa, hii ni zahanati ya Nyagisese ambayo imejengwa kwa mapato ya ndani ya halmashauri ya mji wa Tarime, zaidi ya milioni 102 ambazo zimeikamilisha. Wakina mama pamoja na wagonjwa watoto walikuwa wakienda zaidi ya kilomita 5 kwenda hospitali ya wilaya kufuata matibabu, lakini sasa hivi huu ni mwokozi. Na hii yote ni kwa juhudi za Mheshimiwa Michael Kembaki, ambaye hakika ni mwana mapinduzi, ni mwana mpenda maendeleo. Tulipokuwa tukimweleza, na ni moja ya ahadi ambayo aliitoa wakati wa kampeni yake, kwamba nipeni kula niwaletee zahanati katika mtaa huu, na kweli wananchi wa hapa walimpa kula nyingi sana, na kweli ametekeleza. Kata tunayohudumia hapa ni kata ya Nyamisangura, na mitaa ni mtaa wa Ronsoti, Msati Highway, Bugosi pamoja na Nyamisangura. Hao ndo watu tunaowaona hapa, na tunatoa vipimo vya awali. Lakini upande wa sekta ya afya, nimshukuru sana rais wetu Mama Samia kwa utekelezaji ambao umefanyika mkubwa sana. Hapa tuko kwenye dispensary ya Ronsoti ambayo imejengwa kwa mapato ya ndani. Imejengwa kwa takriban shilingi milioni 108 na bado tunaendelea na ukamilishaji. Yapo mambo machache ambayo yanaendelea kukamilishwa ili huduma iweze kupatikana kwa kiwango kikubwa sana. Licha ya jitihada za mbunge wa jimbo la Tarime mjini katika kuwapambania wananchi wake kupata matibabu bora, hospitali ya mji wa Tarime ilionekana kuelemewa na mzigo, hasa katika utoaji wa huduma pamoja na ukosefu wa vifaa tiba. Mheshimiwa mbunge Michael Mwita Kembaki akasaidia kuomba fedha kutoka serikali kuu ili kuendelea kuboresha huduma za afya kwa wananchi wa Tarime, ambapo hivi sasa hospitali hiyo ya Bomani ilipokea fedha kiasi cha shilingi milioni 300 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la dharura, yani EMD, kwa ajili ya kutoa huduma kwa wagonjwa wa dharura wanaofika hospitalini hapo. Sambamba na hilo, uongozi wa halmashauri ya mji wa Tarime ulipokea fedha kiasi cha shilingi milioni 900 kwa ajili ya kutekeleza miradi ya ujenzi wa jengo la mama na mtoto, maternity complex, na pia ujenzi wa jengo la kuhifadhia maiti, mortuary, pamoja na miundombinu ya kuchomea taka. Huduma katika hospitali yetu ya wilaya imeboreshwa. Imeboreshwa aje? Jengo la dharura ambalo limegharimu zaidi ya shilingi milioni 350 limejengwa, ambapo limejengwa jengo la kisasa kabisa ambalo linahudumia wale wagonjwa ambao wamepata emergency na wanahudumiwa vizuri. Lakini pia jengo la mama na mtoto, kichomea taka, pamoja na jengo la kuhifadhia maiti ambalo limegharimu zaidi ya shilingi milioni 900 limejengwa katika hospitali yetu ya wilaya, na hivyo kwa kufanya miundombinu katika hospitali yetu kuimarika
na kuwa salama kabisa kwa watu wetu wa Tarime. Akikiri kufanyika kazi kubwa katika kata ya Bomani, hasa kutekelezwa kwa miradi hiyo ya afya, huyu hapa Mseti Philemon Gotora ambaye ni diwani wa kata hiyo ya Bomani. Kwanza nianze na upande wa afya. Afya kwa miaka 5 hii ambayo tumeweza kupata uongozi, tumeweza kupokea fedha nyingi za miradi. Tuweza kupokea milioni 300 ujenzi wa jengo la emergency EMD, ambapo kama tunavyojua jengo letu tayari lishasimama na mpaka leo tunavyozungumza jengo linafanya kazi, ambapo limeweza kuondoa matatizo sana kwa asilimia kubwa. Tofauti na hapo pia tulipokea shilingi milioni 900. Hii milioni 900 imedili sana. Bomani tulikuwa na uhaba na upungufu sana kwenye ingo ya jengo la mama na mtoto. Tumepata jengo la mama na mtoto ambalo linafanya kazi vizuri. Tumepata jengo la mochwari. Mochwari yetu kama tunavyojua ilikuwa ni mochwari ndogo sana ambayo ilikuwa haiwezi kukidhi sana kwa nafasi fulani hivi, lakini kwa sasa hivi tunavyozungumza jengo la mochwari hapo niposimama mbele. Mheshimiwa Kembaki kwa utu wake, mapenzi yake na huruma yake kwa wananchi wa Tarime mjini akaamua kutoa fedha zake binafsi, fedha toka mfukoni mwake na kununua kiasi cha saruji mifuko isiyopungua 200 ili kusapoti serikali na wananchi katika harakati za ujenzi wa zahanati na vituo vya afya. Lakini pia mbunge Kembaki hakuishia hapo. Alipambana na kufanikiwa kuleta kontena zima lililosheheni vifaa tiba kwa ushirikiano na rafiki zake kutoka Canada, ambapo vifaa hivyo viligharimu shilingi za Kitanzania zipatazo bilioni 1.2. Vifaa hivyo bora vya kisasa vikagawiwa katika hospitali ya mji wa Tarime na pia katika vituo vya afya pamoja na zahanati zote. Vifaa hivyo vilijumuisha vitanda vya kulalia wagonjwa, magodoro, viti mwendo kwa wagonjwa yani wheelchair, mashine za x-ray, mashine za ultrasound, darubini za vipimo microscope, vipima joto, vifaa vya upasuaji na mashine za oxygen na vingine vingi ambavyo hatuwezi kuvitaja vyote tukamaliza hapa. Naomba niulize, mupi rocha mamani? Tukumaya nafasi ya bure. Kutoka hapa mwanzo mpaka kule mwisho ni vifaa vimesheheni humu. Mimi mwenyewe Michael Kembaki niliona kuna changamoto kwa upande wa vifaa tiba. Mimi pamoja na marafiki zangu kutoka Sweden tuliweza kufanikisha kuleta vifaa tiba ambavyo vilikuwa vina thamani ya shilingi bilioni 1.2, lakini pia vifaa mbalimbali vingi kweli ambavyo vimeweza kutatua changamoto katika hospitali yetu ya wilaya pamoja na kila zahanati, kila kituo cha afya. Vifaa hivi vilienda kutatua changamoto katika wilaya, katika jimbo letu la Tarime mjini. Sasa tugeukie sekta ya elimu katika jimbo la Tarime mjini. Wakati ule alipochaguliwa Michael Kembaki kuwa mbunge wa jimbo hilo mnamo mwaka wa 2020, jimbo hili lilikuwa limegubikwa na changamoto lukuki katika sekta ya elimu, ikiwemo uhaba wa vyumba vya madarasa. Changamoto hiyo ilipelekea wanafunzi kusoma kwa zamu wakipishana. Hawa waingie asubuhi na hawa waingie jioni. Hata pamoja na mpishano huo, bado madarasa yalikuwa machache kiasi ikawa wanafunzi wanarundikana katika madarasa kwa msongamano mkubwa. Tena huku kukiwa na madawati machache mno. Wengi katika wanafunzi hao walilazimika kusoma wakiwa wanasota chini. Kana kwamba haitoshi, shule hizo zilikuwa chache sana kiasi watoto walilazimika kutembea umbali mrefu sana mpaka kuzifikia shule. Na mwiba mwingine mchungu ikawa ni uhaba wa walimu, hasa wa sayansi katika shule zote za msingi na za sekondari. Baada ya kuliona hilo, serikali ya awamu ya 6 iliweza kuhakikisha inatenga fedha kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya elimu nchi nzima, ikijumuisha jimbo la Tarime mjini kwa ujumla, ambapo katika kipindi cha miaka 3 ya serikali ya awamu ya 6 kuanzia kipindi cha mwaka 2021 hadi 2024,
serikali iliweza kutoa jumla ya shilingi bilioni 27,91,504,274.62. Hii ilitolewa kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo katika sekta ya afya, sekta ya elimu na kunusuru kaya masikini, pia kuimarisha utawala pamoja na uwezeshaji wa wananchi katika halmashauri ya mji wa Tarime. Basi vyema kabisa, fedha hizo ziliweza kusaidia suala la uboreshaji wa miundombinu ya shule kwa kujenga madarasa zaidi na kuongeza madawati na vinginevyo, na pia kuongeza ujenzi wa shule zingine ili kuondosha lile tatizo la watoto kutembea umbali mrefu ili kuipata shule. Mwaka 2020 wakati mbunge Kembaki anaingia madarakani, kulikuwa na jumla ya shule za msingi 32, ambapo hadi kufikia mwaka wa 2024 sasa kuna jumla ya shule za msingi 39, ongezeko la shule 7. Hili si dogo. Shule hizo ni shule ya msingi Magufuli, shule ya msingi Kedeli, shule ya msingi Ncharo, shule ya msingi Regorio, shule ya msingi Taramroni, shule ya msingi Komote na shule ya msingi Ikohi. Na zaidi, serikali iliweza kutenga fedha kwa ajili ya kuongeza vyumba vya madarasa 33 katika shule zile zilizokuwepo awali, na pia kuongeza matundu ya vyoo 89 katika shule mbalimbali za msingi, ambavyo ujenzi huu wote uligharimu kiasi cha shilingi bilioni 3,062,300,061. Kazi iliyofanyika kwa muda wa miaka 3, huku pia serikali ikitoa fedha kwa ajili ya mpango wa elimu bila malipo kwa upande wa elimu ya msingi. Mbali na jitihada hizo za serikali katika sekta ya elimu ya msingi, mbunge Kembaki amefanya jitihada zake binafsi katika kuisaidia sekta ya elimu ya msingi katika jimbo la Tarime mjini. Napenda kumshukuru rais wetu. Nipende kushukuru pia na mbunge aliyeweza kununua eneo hili, tukaweza kujenga shule. Rais akaweza kutujengea shule hii. Lakini pia shukrani za pekee zimwendee mbunge wetu Michael Kembaki kwa ajili ya kutuletea mradi huu hapa, maana tunajua ni juhudi zake kwa kutupigania kule bungeni mpaka sasa tumepata mradi huu. Tunamshukuru pia kwa ajili ya mchango wake wa ununuzi wa eneo hili ambao alitoa shilingi milioni 10 kwa ajili ya kupata eneo hili ambalo sasa tumejenga shule. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Turwa, Mheshimiwa Chacha Msukuma, amezungumza kuhusu jitihada mbalimbali zilizofanyika katika kutatua changamoto za elimu katika kata yake ya Turwa. Kwa kweli mimi namshukuru Mheshimiwa Rais pamoja na Mheshimiwa mbunge kwa kazi kubwa inayofanyika katika kata yetu ya kata ya Turwa. Ukiangalia hii shule na watoto 1427, na shule hii imegawanyika kutoka na shule moja inaitwa Buguti, ambayo Buguti ndio imezaa hii shule ambayo ilikuwa na watoto 3000 na. Kwa hiyo nawashukuru wananchi pamoja na Mheshimiwa mbunge kwa mchango mkubwa aliotoa kuhakikisha kwamba tunafanikisha ujenzi wa shule hii. Mbunge kwa kuchangia fedha zake za mfukoni, Mheshimiwa mbunge katoa fedha zake mfukoni milioni 10 za kuchangia kununua eneo hili tulipojenga shule hii. Hata hivyo, pia Mheshimiwa mbunge aliweza kuchangia tena fedha zake binafsi shilingi milioni 17 kwa ajili ya kuunga mkono jitihada za wananchi katika kupaua maboma yaliyojengwa kwa nguvu za wananchi katika shule ya msingi Regorio iliyopo kata ya Nkende kwa ajili ya kuwanusuru wanafunzi waliolazimika kutembea umbali mrefu kuifuata shule. Madarasa mapya zaidi ya 33 yamejengwa na matunda ya vyoo 89 yamejengwa, ambayo vyote vimegharimu zaidi ya shilingi bilioni 3. Kwa upande wa elimu ya sekondari, katika kipindi cha mwaka wa 2020 katika jimbo la Tarime mjini kulikuwa na shule za sekondari 12 pekee, lakini hadi sasa kufikia mwaka wa 2025 kuna jumla ya shule za sekondari 18, ambalo ni ongezeko la shule 6 za sekondari, sawa na ongezeko la 60%.
Basi vivyo hivyo katika kata ya Sabasaba ambapo wananchi walikuwa hawana shule ya sekondari, mbunge Kembaki kwa fedha zake binafsi za mfukoni alijitolea kununua eneo kwa ajili ya ujenzi wa shule ya sekondari. Akatoa fedha zake kiasi cha shilingi milioni 35. Nilitoa zaidi ya shilingi milioni 35 na kununua eneo ambalo katika kata ya Sabasaba kulikuwa hakuna eneo la kujenga shule. Wengi walikuwa wameshindwa na shule ilikuwa imeenda kujengwa kilomita 6 mbali kutoka kwenye kata ya Ketare ya Sabasaba. Lakini nilitoa fedha na kutafuta eneo na kupata eneo ambalo shule ya Sabasaba imejengwa, na hivi punde watoto wanaenda kuingia shuleni na wataendelea kupata masomo ndani ya eneo lao ambalo limenunuliwa na mbunge Michael Kembaki. Na hapa niliposimama ndilo eneo ambalo Mheshimiwa Kembaki kwa kutumia fedha zake za mfukoni yeye mwenyewe aliweza kuchangia kiasi cha shilingi milioni 35 na akamlipa mmiliki wa eneo hili, na eneo hilo likawa ni mali ya wananchi wa kata Sabasaba. Na madarasa yaliyoko nyuma yangu ni madarasa ambayo yalianzishwa na wananchi kuanzia msingi mpaka alipofikia hapo kwa kiasi cha shilingi milioni 6, lakini baadaye serikali ikaamua kuleta fedha kiasi cha shilingi milioni 25 kwa ajili ya ukamilishaji. Mbali na shule hiyo ya Sabasaba, mbunge Kembaki ameweza kuwaunga mkono wananchi katika shule mbalimbali za sekondari jimboni humo, ikiwemo Tagota Sekondari, Magena Sekondari na Kenyamanyori Sekondari, ambako huko alipeleka mifuko 150 ya saruji. Mradi mwingine wa kimkakati ni pamoja na mradi wa ujenzi wa soko la kisasa la Tarime mjini, ambapo mbunge Kembaki alitwishwa jukumu zito pindi tu alipochaguliwa, akiagizwa ya kwamba wananchi wanakutana na adha kubwa ya kukosekana kwa soko hapo Tarime mjini kutokana na lile lililokuwepo mwanzo kubomolewa. Mbunge Kembaki aliweza kupambana usiku na mchana kuhakikisha soko linajengwa kwa lengo la kuwakomboa wajasiriamali ambao wengi wao ni wakina mama pamoja na vijana wachakarikaji wafanyabiashara hapa Tarime mjini. Wakati tunaingia mwaka 2020 kulikuwa ni changamoto kubwa sana. Kama mnakumbuka, wafanyabiashara walikuwa wanafukuzwa kutoka hapa kwenda kule, wanahamishwa kutoka Rebu wanaenda sehemu nyingine, wanatolewa barabara moja kwenda barabara nyingine. Lakini rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan aliidhinisha zaidi ya bilioni 9.6 na soko la kisasa kabisa limejengwa katika mji wetu wa Tarime, soko ambalo katika kanda ya Ziwa hakuna soko kama lile. Kama unavyofahamu, Mheshimiwa Rais anatafuta fedha sana kwa namna yote, lakini pia wanapokuwa kule bungeni, kila mbunge anaangalia apate mgao kiasi gani kwenye Kasungura hapo anapopatikana. Katika halmashauri yetu ya mji, Mheshimiwa mbunge kiukweli tumekuwa na ushirikiano wa hali ya juu sana na amekuwa msaada mkubwa sana kwa halmashauri yetu. Swala la upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi wa mji wa Tarime mjini lilikuwa kitendawili kigumu, na wakati mbunge Mheshimiwa Kembaki akiomba kura mwaka wa 2020 alikutana na malalamiko ya changamoto nyingi wanazokutana nazo wananchi kuhusu kero ya ukosekanaji wa maji. Ukiachilia mbali jitihada za serikali kuu kwa ushirikiano na mbunge Kembaki katika utekelezaji wa miradi hii ya maji, yeye mwenyewe mbunge Mheshimiwa Kembaki ameweza kutumia fedha zake binafsi kutoka mfukoni mwake katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji, ambapo aliweza kuwajengea kisima cha asili kilichopo mtaa wa Mawasiliano, kata ya Bomani, kisima kilichotumia shilingi milioni 6,760 za Kitanzania. Yaani sisi kwa jumla tumeshukuru sana. Kipindi kisima tulikuwa tunaenda kununua maji ndoo 100 kwenye bomba salimia, tulikuwa tunatumia hata maji machafu haya. Sasa mbunge alivyoomba kura, alivyotembea hapa mtaani kwetu hapa, mwambia shida ambayo tunao, shida hii ya maji. Kwa kweli mbunge halituelewa, akatuletea maji. Sasa hivi yani tuna maji, tena maji masafi kweli. Hata wengine wanatoka kule wanakuja wanachota hapa. Hata uje usiku wa manane unawapita kupata maji. Tena maji masafi, yani tunashukuru sana. Kiukweli
Hichi kisima kinatusaidia sana. Lakini kulingana na changamoto ambazo tulikuwa tunazipata na sasa hivi naona afadhali mbunge wetu atatusaidia. Tangu kisima hicho kimejengwa, kwa kweli wananchi wengi wameweza kufurahia matunda ya kisima hicho, kwa sababu sasa maji yale wanachota muda wote na ni maji ambayo yanatoka yakiwa safi na salama. Mradi wa maji kutoka Ziwa Victoria ndio utakaokuwa suluhisho la upatikanaji wa maji kwa wakazi wa mji wa Tarime, ikiwa ni jitihada za mbunge wa Tarime mjini Mheshimiwa Michael Kembaki tangu alipochaguliwa, ambapo aliweza kuikumbusha serikali kuhusu utekelezaji wa mradi huo uliowekwa katika mkakati wa miradi ya miji 28 kote nchini. Kwa uzuri zaidi, Mheshimiwa Kembaki aliweza kuchaguliwa kuwa mjumbe wa kamati ya kudumu ya bunge inayoshughulikia maji na mazingira, na aliweza kupambania mradi huo uweze kuingia katika utekelezaji wa ile miradi 28 ya nchi nzima. Mradi huu unaojulikana kama mradi wa maji Tarime Rorya Sirari utawezesha wananchi wa Tarime na Rorya kupata huduma za maji safi na salama kwa uhakika zaidi toka chanzo kikubwa cha maji cha Ziwa Victoria, ambapo mradi huu unatekelezwa kwa fedha za kutoka serikali kuu kiasi cha shilingi bilioni 134, na kwa sasa mradi huo umefikia 40% ya utekelezaji wake chini ya mkandarasi kutoka kampuni ya Kichina China Civil Engineering Construction Corporation CCECC. Mradi wa maji wa Tarime Rorya unahusisha ujenzi wa chanzo chenye uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 29 kwa siku, ujenzi wa matenki matatu ya maji yenye ujazo wa lita milioni 6 kwa wilaya ya Rorya, lita milioni 1 kwa Sirari na lita milioni 3 kwa Tarime. Kwa hivyo tumepiga hatua kabisa ukilinganisha huduma upatikanaji wa maji katika 2020 na sasa tunavyozungumza 2025. Kuna maendeleo makubwa ambayo yamepatikana katika kipindi cha uongozi wetu, na nyinyi wenyewe ni mashahidi, kwa sababu huduma hizi zinapatikana katika nyumba zetu na mitaa yetu. Katika sekta ya miundombinu, mbunge wa jimbo la Tarime Michael Kembaki ameweza kuonyesha jitihada za dhati kwa wananchi wake katika swala la miundombinu, ambapo barabara nyingi zilikuwa hazipitiki pamoja na maeneo mengi kutofikika kiurahisi kutokana na miundombinu mibovu iliyokuwepo hapo awali. Kwa kipindi cha mwaka 2020 hadi mwaka 2025, wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA ilipokea kiasi cha shilingi bilioni 5,765,100,380.84, ikiwa ni jitihada za serikali kuhakikisha inaboresha miundombinu ya barabara katika jimbo la Tarime mjini, ikiwemo uzibuaji wa barabara mpya, ulimaji wa barabara kwa kiwango cha moram, pamoja na ujenzi wa madaraja na makaravati. Wakati tunaingia madarakani tulikuwa na kilomita 3 peke yake za lami, lakini leo tunavyozungumza tuna kilomita 10.1 za lami. Lakini vile vile tulikuwa na barabara za jangarawe kilomita 135, lakini leo tunavyozungumza tuna kilomita za changarawe 271.84, ambapo ni ongezeko la zaidi ya kilomita 141. Lakini pia tulikuwa na barabara za udongo kilomita 354. Hizi barabara za udongo zimepunguzwa, manake zimeboreshwa na kuwekewa moram, na zimebaki barabara za udongo kilomita 193.14. Jumla ya vipande vitatu vyenye urefu wa mita 930 vinavyogharimu kiasi cha shilingi milioni 815 vimeweza kujengwa kwa kiwango cha lami, ambazo ni kipande cha barabara ya Roman Catholic, kipande cha barabara ya Kifa, pamoja na barabara ya eneo la Amazon Hotel kuelekea Milan Hotel. Huyu hapa ni meneja wa TARURA wilaya ya Tarime, mhandisi Charles Marwa,
ambaye amekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha mji wa Tarime unaondokana na changamoto ya miundombinu ya barabara. Kwa Tarime tuna jumla ya mtandao wa barabara upatao kilomita 369. Barabara hizi zinajumuisha barabara za lami, barabara za changalawe na barabara za vumbi. Taoga lami kwa sababu vipande vya barabara katika mji huwa ni vifupi, mita 500, mita 200, mita 300. Kwa hiyo manake ukiviunga hivyo ni kwamba mji huu utaoga lami na utaleta mabadiliko makubwa sana. Kwa hiyo tunaamini kabisa taswira ya mji itabadilika. Yote haya yatafanyika katika tunatumaini itafanyika katika kipindi hiki cha 2025. Lakini pia uzibuaji wa barabara ya vumbi katika eneo la mlima Mogabiri yenye urefu wa kilomita 6 kuelekea kijiji cha Nyarwana, kata ya Kibasuka, jimbo la Tarime vijijini, ambayo imekuwa msaada mkubwa kwa wakazi wa maeneo ya Mogabiri. Sehemu ya Kiribu ambayo ni Nyarwana ilikuwa ni shida sana. Tulikuwa tukipata wagonjwa kutoka Kiribu inabidi tunawabeba kwa machera, lakini kwa sasa hivi ameturahisishia kazi. Pikipiki zinapita na mgonjwa kwenda hospitali, usafiri umekuwa ni mzuri. Sasa tuiangazie sekta ya nishati, ambapo mbunge wa jimbo la Tarime mjini Mheshimiwa Kembaki ameendelea kugusa jamii yake katika nyanja mbalimbali za kimaendeleo. Ameimarisha upatikanaji wa umeme kwenye mitaa yote ya jimbo la Tarime mjini. Na kwa ajabu kabisa, kwa sasa hali ya upatikanaji wa umeme kwa jimbo hilo zima ni zaidi ya 95%. Katika jimbo la Tarime mjini linaloundwa na mitaa 81, kwa sasa mitaa 63 tayari ina nishati ya umeme ambayo ni sawa na 86.67. Mitaa mingine iliyobaki inakwenda kunufaika na umeme wa REA, umeme wa vitongoji, kwa jitihada za mbunge wa jimbo la Tarime mjini Michael Kembaki. Jumla ya mitaa 5 itakwenda kunufaika na umeme kwa awamu ya kwanza. Kwa mwaka 2020 kulikuwa hakuna taa. Lakini sasa taa ukipita Tarime mjini, ukianzia Buhemba mpaka kule Zaka ni taa za barabarani. Kwa hivyo kuna taa 62 katika mji wetu wa Tarime, ambapo inafanya mji wetu unakuwa na mwanga wakati wote na kupunguza vibaka, lakini pia kufanya usalama wakati wa usiku. Haya yote ni maendeleo ambayo tumeyapata katika kipindi cha miaka 5. Na katika sekta ya mawasiliano, mbunge Michael Kembaki amehakikisha wananchi wa Tarime wanaondokana na adha ya ukosekanaji wa mawasiliano katika maeneo mbalimbali ya jimbo la Tarime mjini. Eneo la Mogabiri, kata ya Ketare, aliweza kuhakikisha mawasiliano yanapatikana kwa uhakika kwa kuhimiza na kufuatilia serikali kuleta mnara wa simu kupitia wizara husika. Hivi sasa wananchi wanapata mawasiliano bila kupata adha waliokuwa wakiipata awali ya kupanda juu ya miti au vilele vya milima kuyasaka mawasiliano. Minara imejengwa ambayo ni minara ya Vodacom, minara ya Airtel, lakini na minara ya Tigo ambayo imetatua changamoto ya mawasiliano katika jimbo letu la Tarime. Ukiwa ndani umelala unawasiliana. Ile sasa kitandawili cha kupanda juu ya mti na kupanda juu ya kichuguu haipo tena. Tulikuwa tunapata shida sana na ilikuwa inasababisha tunaenda kutafuta mtandao, unasimama mpaka kwenye milima unatafuta mtandao. Lakini kwa kupitia yeye Michael Kembaki alikuja akatuomba wananchi wake kuwa tumpe kura, na tukaa tumempa, basi akawa ametuahidi kuwa atatupatia mnara, na kweli mnara tumeupata. Ni jambo la kumshukuru. Namshukuru sana, na Mwenyezi Mungu aendelee kumuombea hivyo hivyo, abarikiwe, maana mambo anatufanyia wana Ketare tunashukuru. Katika sekta ya ardhi na makazi, Mheshimiwa Kembaki alipochaguliwa alikabidhiwa na wananchi changamoto ya ulipwaji wa fidia kwa wananchi wa mitaa ya Bugosi na eneo la Kinyambulipo, kata ya Nkende. Maeneo hayo wananchi wake walitakiwa kuondolewa, lakini kulikuwa na mzozo wa ulipwaji wa fidia kwao.
Mheshimiwa mbunge aliweza kupambana katika kuibana serikali kupitia Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, na hatimaye mwaka wa 2023 zoezi la tathmini likaanza kufanyika kwa wakazi hao na kisha kulipwa fidia ya maeneo yao, na wakapisha maeneo hayo sasa yatumiwe na jeshi kikosi cha Nyandoto. Mimi nilipofika bungeni niliamua kulivalia njuga ili tulitatue changamoto hili, na ambapo sasa wananchi wale wa Bugosi pamoja na Kinyambi wamelipwa fidia, na sasa ule mgogoro umetatuliwa kabisa. Hakuna mgogoro tena kati ya jeshi na wananchi, kwa sababu wananchi wamepata haki yao ambayo walikuwa wameililia kwa muda mrefu. Mgogoro mwingine wa ardhi aliyouingilia kati mbunge Kembaki alipochaguliwa mwaka wa 2020 ni mgogoro wa eneo la Mlima Nkogore. Aliweza kuzungumza na wananchi na kumwomba mbunge wao aweze kushughulikia kutokana na serikali ya wilaya ya Tarime kukabidhi jeshi la magereza eneo hilo ili kufanya shughuli za uhifadhi wa mazingira katika eneo hilo. Mbunge Michael Mwita Kembaki amepambana kuhakikisha eneo hilo linarudi kwa wananchi ili waweze kuendelea na shughuli zao ikiwemo za kilimo, lakini pia aliweza kusimama kidete katika kutafuta ufumbuzi wa mgogoro wa eneo hilo lililokuwa mtaa wa Mkuyuni, kata ya Turwa, eneo lililokuwa likiporwa na kikundi cha watu kwa manufaa yao binafsi. Lakini mheshimiwa mbunge aliweka mwanasheria kwa fedha zake binafsi toka mfukoni mwake kwa lengo la kuwatetea wananchi wa Tarime mjini, na kweli akapambana mpaka hatimaye haki ikapatikana katika eneo hilo na wafanyabiashara wakaendelea kulitumia kwa shughuli zao za kibiashara. Katika halmashauri ya mji wa Tarime kuna shughuli za uchimbaji wa madini zinazofanyika katika maeneo mbalimbali ya jimbo la Tarime mjini. Eneo la Kibaga ni miongoni mwa eneo la uchimbaji katika jimbo hilo, na wachimbaji wa eneo hilo walikuwa wakikabiliwa na changamoto lukuki, ikiwemo swala la ukusanyaji mapato pamoja na ucheleweshwaji wa vibali kwa wachimbaji, na swala la tathmini ya maeneo ya wananchi, tathmini iliyokuwa ikifanywa na kampuni ya Barrick. Mheshimiwa Kembaki aliihoji serikali bungeni kwa lengo la kusaidia wananchi wake katika maeneo ya mgodi wa Kibaga. Katika upande wa madini kulikuwa na changamoto sana pale Kibaga, ambapo ucheleweshaji wa kuuza ulikuwa ukitoa mawe yako kwenye shimo unafunga unasubiri, na ulikuwa umefanya mnada siku ya mnada kuwa siku moja kwa wiki. Lakini vile kulikuwa na shida ya makusanyo ya maduhuri mara mbili, halmashauri inakusanya na TRA inakusanya. Nilipiga kelele bungeni, nikapigania kweli tatizo hili halipo tena. Na katika kutambua umuhimu wa swala la usalama katika jimbo la Tarime mjini, mbunge Kembaki amechangia shilingi milioni 3 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha polisi. Katika mfuko wa jimbo, mbunge Kembaki amekuwa muwazi juu ya mapato na matumizi ya fedha za mfuko wa jimbo hilo. Kila mwaka serikali hutoa fedha za mfuko wa jimbo kiasi cha shilingi milioni 57,132,032, na kwa ujumla shilingi milioni 228,528,028 ziliingizwa katika mfuko wa jimbo la Tarime mjini. Katika miaka ya nyuma tulikuwa hatujui mfuko wa jimbo unafanya kazi gani, lakini toka nipate nafasi ya ubunge, fedha ya mfuko wa jimbo imekuwa ikifanya kazi iliyokusudiwa. Tumekuwa tukipokea kila mwaka zaidi ya milioni 57,132,000, na fedha hii mimi niliweka kipaumbele kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto ya madawati katika shule zetu za msingi, na tumefanikiwa kupitia fedha za mfuko wa jimbo kutengeneza madawati zaidi ya 1,600 ambayo yamepelekwa katika shule zetu za msingi na kupunguza tatizo na changamoto iliyopo ya ukosefu wa madawati katika shule zetu. Katika sekta ya michezo, mbunge wa jimbo la Tarime mjini Mheshimiwa Kembaki ameweza kuwa mdau mkubwa katika sekta hiyo,
aliweza kufadhili timu mbalimbali katika mashindano ya UMISETA kwa shule za sekondari pamoja na UMITASHUMTA kwa shule za msingi. Lakini pia mheshimiwa aliweza kuchangia shilingi milioni 4 kwa ajili ya ligi ya Polisi Cup ambayo alialikwa kama mgeni rasmi katika ufunguaji wa ligi hiyo. Ligi ambayo fainali yake ilihitimishwa tarehe 19 Septemba mwaka wa 2024. Niwashukuru sana wanaTarime kwa kunipa ushirikiano wenu katika kipindi chote cha miaka 5. Mmenipa ushirikiano mkokoti wenu, mmenipa ushirikiano katika kutekeleza majukumu yangu ya kibunge, na maendeleo haya ambayo tumeyaona ni pamoja na ushirikiano wenu ambao mmeonyesha ili kuhakikisha kwamba Tarime yetu inaenda mbele. Tarime yetu itajengwa na sisi wenyewe watu wa Tarime. Tuendelee kushirikiana, tuendelee kuijenga kwa pamoja ili tufikie malengo kusudiwa na Tarime ing'are. Huyo ndiye Michael Mwita Kembaki almaarufu Mkogoti. Vitendo vingi, maneno machache. Hiyo ndiyo sifa yake. Kiongozi ambaye amefanya mambo makubwa katika kuijenga Tarime mjini, akiongozwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM chini ya jemedari kipenzi cha Watanzania, nguli wa siasa, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Makala hii imeandaliwa na ofisi ya mbunge wa jimbo la Tarime mjini kupitia kitengo cha habari na mawasiliano, katibu wa mbunge, pamoja na ushirikiano mkubwa kutoka kwa mheshimiwa mbunge Michael Mwita Kembaki, kitinda mimba wa Wakuria Mkogoti. Makala hii imesomwa na mimi Profesa Jamal Mustafa Jamal April.